kipindi hichi, sikukuu hii ni ya wanawake, na wahubiri watatoka ndani ya wanawake. Na mimi huwa mara nyingi sipendi kualika wageni nje na wakati kuna vyombo viko ndani. Lakini pia kuna wakati mimi nataka nisikilize watoto wangu wanakuwa au bado ni tetee. Jamani amina Lakini pia natamani niibue huduma mbalimbali. Huduma ya uinjilisti, huduma ya walimu, huduma mbalimbali. Lakini pia mwenzetu akisema na sisi tunaweza tukaelewa zaidi. Jamani amina Sasa leo kuna mtumishi wa Bwana Mungu amemwandaa. Uko tayari kumsikiliza? Tunaye mtumishi wa Mungu ambaye ni mke wa katibu msaidizi wa kanisa, na si mwingine ni Madam Sia. Yeye ni mwalimu wa sekondari, yuko pale Uraki, na Bwana anaenda kumtumia siku ya leo. Uko tayari Bwana amtumie? Hebu mpigie Yesu makofi. Naamini uje kumsikia kabisa, lakini leo naenda kumsikia. Naomba unyoshe mkono huku ili tuweze kumbariki. Huyu pia ni mtunza hazina wa wanawake. Jamani, huyu ndo anashika fedha zenu. Jamani amina Naomba unyoshe kutumbariki sasa. Baba, katika jina la Yesu, hii ni siku ya baraka, unaenda kusema na mioyo yetu. Mungu, naomba ukamtumie mtumishi wako. Ninaamini liko neno la uzima ambaye liko ndani yake. Hatujawahi kumsikia siku ya Jumapili, leo ndo tunaenda kumsikia. Bwana, ondoa hofu ndani yake, achilia ujasiri wa Roho Mtakatifu, akayanene mapenzi yako. Tuko tayari kujengwa, tuko tayari kubarikiwa, tuko tayari kukemewa, tuko tayari kukaripigwa, maadamu ni wewe Mungu unasema na sisi. Kwa utukufu wa Mungu Baba, nimeomba na kushukuru, na watu wote tuseme amen. Na kusalimu katika jina la Mungu Baba, na kusalimu kwa jina la Kristo. Amina. Kipekee nina moyo wa shukrani sana mbele za Mungu na mbele yenu. Nina moyo wa shukrani wa kipekee kwa kupata heshima hii ya kusimama mbele yenu. Lakini pia kipekee nimshukuru mchungaji, nimshukuru na mama mchungaji, niwashukuru na uongozi wa WWK kwamba wameona leo niongee na wamama, lakini niongee na kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipekee nasema asante, asante kwa kuwa utanisikiliza, na Mungu atatuongoza wote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina somo linalosema namna ya kukaa ndani ya nyumba ya Mungu kama mwanamke aliyeokoka. Namna ya kukaa ndani ya nyumba ya Mungu kama mwanamke aliyeokoka. Basi nimshukuru Mungu. Jehova, asante kwa kuwa mwaminifu. Utasema na kila mwanamke mmoja mmoja. Utasema na kanisa kwa ujumla. Utasema na mabinti. Utanisemesha na mimi namna ya kukaa ndani ya nyumba yako Mungu, kwamba nikawe baraka, kwamba nikawe chombo kizuri cha kukutumikia. Mungu wangu na baba yangu, tusemeshe tena kwa upya, turenew tena kwa upya ndani ya mioyo yetu, tukawe na stamina na nguvu ya kutembea na wewe kwa namna ya tofauti kabisa na kwa viwango vingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Namna ya kukaa ndani ya nyumba ya Mungu kama mwanamke aliyeokoka. Anayekaa ndani ya nyumba ya Mungu huwa anakuwa baraka. Huwa anafurahi akiwa ndani ya nyumba ya Mungu. Yaani ukikaa ndani hapa ukaeje? Ufurahije? Usikae ndani ya nyumba ya Mungu una huzuni. Usikae ndani ya nyumba ya Mungu ila hautembei na Mungu. Kuna mtu yuko ndani ya nyumba ya Mungu lakini alishamwacha Mungu siku nyingi. Ni mama yuko ndani, tuko naye, lakini alishamwacha Mungu. Amebaki anakuja labda kwa ajili ya rafiki, anakuja labda kwa ajili ya ushirika. Lakini ukaeje ndani ya nyumba ya Mungu ili uendelee kufurahia uwepo wa Mungu, ili Mungu aendelee kukaa ndani yako, ili uendelee kumfurahia Mungu. Ukisoma katika Zaburi 51 mstari wa 12, hapa naika tu msingi. Inasema, unirudishie furaha ya wokovu, unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Kumbe kuna saa roho ya wokovu inaweza ikafanyeje?
kuna saa furaha ya wokovu inaweza ikaondoka ndani yako. Na inaweza kaondoka kwa sababu gani? Kwa sababu ulipokuja kwenye nyumba ya Mungu ulikuja ukiwa unafurahi, ukiwa kama mwanamke aliyeokoka, ukiwa kama mwanamke anayemfurahia Bwana. Lakini kwenye safari kuna mahali yamkini ukaacha, kwa hiyo furaha ya wokovu ikaondoka. Kwa hiyo ili ukae vizuri ndani ya nyumba ya Mungu lazima uwe na furaha. Ukae vizuri ndani ya nyumba ya Mungu utakuwa na furaha, utakuwa na amani. Hebu tuangalie na ile Nehemia 8:10. Nehemia 8:10. Hapo naika tu msingi. Anasema msihuzunike kwa sababu furaha ya Bwana ni nguvu zenu. Ukikaa ndani ya nyumba ya Bwana vizuri, utakuwa ni mwanamke mwenye furaha, na furaha hiyo itaambuka moja. Naamini mtu mwenye akili au mwanamke mwenye akili ni yule anayemcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mwanamke ambaye tukisema superwoman, great woman is a woman of God. Ni yule mwanamke amchaye Bwana. Anaucheka wakati ujao, ana ujasiri mwingi, hana wasiwasi na nyakati ngumu. Biblia inasema katika Zaburi, hana wasiwasi, maana anajua aliyemuita. Sio mwanamke ambaye ameweka moyo kwenye vitu, sio mwanamke ambaye ameweka moyo kwa mume wake, sio mwanamke aliyeweka moyo kwa watoto, ambaye mtoto akiumwa na yeye yuko hoi, mume akigeuka anageuka na moyo. Hapana, moyo wetu tunampa nani? Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wamama wengi wamekosa furaha kwa sababu mioyo yao iko kwenye vitu, mioyo yao iko kwa ume zao, kwamba ili afurahi basi mume wake naye awe amemfanyia kitu ili afurahi. Hapana, furaha yako iwe ni kumcha Bwana. Nguvu zako ziwe ni utumishi wako ndani ya Mungu. Yaani mimi ni mwanamke ninayemcha Mungu, siogopi chochote, ninamjua aliyeniita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Mungu amekuita na wewe ni mwanamke, unasema asante Yesu, mimi nimeitwa na Bwana, ninajua nafasi yangu. Mimi nikisoma habari ya Agano la Kale, jinsi wanawake walivyodharauliwa, jinsi wanawake ambao hawakuwa na nafasi hata ya kusema, wala hawakuwahi kuwa na chochote kabisa. Lakini alipokuja Kristo akapindua, akatufanya wanawake tukawa na thamani. Mwanamke akaweza kuongea, mwanamke akaweza kuwa na nguvu, mwanamke akaenda shule na akasoma. Huwa anamwambia Yesu nakupenda, maana isingalikuwa ni wewe mimi nisingekuwa hapa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu kumbuka umesoma na wanawake wangapi? Hebu kumbuka wengi uliokuwa nao na leo uko hapa. Kama sio Yesu ungelikuwa umezalishwa, ungelikuwa umeharibikiwa, watoto wako wangekuwa waeleweki. Lakini kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya nani? Mimi nimezaliwa kwetu nikiwa sina wazazi, nikakuwa na babu. Kwa hiyo nasemaga kwa ajili ya Kristo tu siko barabarani nahangaika. Kwa ajili ya Yesu tu niko kama nilivyo. Asingalikuwa Kristo, mimi nisingalikuwa na kumbukumbu, wala nisingalikuwa na kazi, wala nisingalikuwa na familia nilionayo. Kwa hiyo nina kila sababu ya kusema Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina kauli mbiu yangu kwa wanawake. Siku zote hata nikiwa mahali nikihubiri, huwa na kauli mbiu yangu. Na jana niliwaambia wakina mama wanisaidie kupiga kelele vizuri na kuisema kwa shangwe. Wanawake tumejipanga kuhubiri Injili, kutegemeza kanisa, kutegemeza nyumba ya mchungaji na kufanya kazi kwa bidii. Narudia, wanawake kuhubiri Injili, kutegemeza kanisa, kutegemeza nyumba ya mchungaji na kufanya kazi kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi hiyo kauli mbiu imenisaidia sana kuanzia nimekuwa mama, nikijua kwamba mimi sina cha kujivuna, mimi sina kitu zaidi ya Kristo. Kwa hiyo kazi yangu kuhubiri Injili, kutegemeza kanisa, kutegemeza nyumba ya mchungaji na kufanya kazi kwa bidii. Tuanze na ya kwanza, kuhubiri Injili. Kama mwanamke wa Kikristo tunapaswa kusema maneno ya Mungu. Popote ulipo, mtu akikuona
aseme yule ni Petro. Wakamuuliza Petro, na wewe mbona kama ni mmoja wapo? Akasema hapana. Wakamwambia hata sema yako ndugu yangu, hata ulivyo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanapokuona waseme yule ni mwanamke wa Kikristo, hatishiki na mazingira, hatishiki na chochote, ameitwa kwa jina la Bwana, wala hana chochote zaidi ya Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokuwa kazini, wajue wewe ni umeokoka na unajivunia. Nikiwa na kitu cha kwanza cha kujivunia, najivunia kwamba ninaye Kristo na mengine yanafuata nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusome Mithali 31:25. Nao inasema, nguvu na heshima ni mavazi yake, naye anaucheka wakati ujao. Mwanamke aliyeokoka, nguvu zake ni heshima. Yaani mavazi yake ni heshima. Kama mwanamke uliokoka, ukiwa ni mwanamke wa heshima, hata pale mtaani watakuheshimu kwamba huyu mama ameokoka. Lakini pia sio tu ameokoka, alivyo tu anahubiri Injili. Watoto wake walivyo, anahubiri Injili. Akiwa kazini, anahubiri Injili. Nakumbuka niliwahi kuwa na, tukiwa tunasoma chuo advance, unakuaga na yule na mama yako. Yaani kwamba shule za sio nasema na mama. Na mimi ni dota. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tulipomaliza chuo, tukawa tumeendelea mbele. Tukaja tukakutana mtaani, tunapambana. Tukakutana kwenye kongamano moja la kina mama. Yule mamangu wa kiroho akakutana na rafiki yake, amekuja naye kwenye kongamano. Na mimi sikio nimemuona, mimi ni dota na mimi nimemuona mamangu. Naambia mama bado umeokoka? Ananiambia bado nimeokoka. Nikamwambia na mimi dota bado nimeokoka. Basi ghafla rafiki yake akaja, waliosoma naye shule ya msingi. Akamwambia, fulani, ulikuwa umeokoka wakati tunasoma shule ya Olevo form 1 to form 4. Akamwambia mimi nimeokoka kuanzia niko form 1 mpaka form 4. Akamwambia wewe ulikuwa unalala juu yangu? Akamwambia na mimi nilikuwa nalala na wewe ulikuwa unalala chini. Yeye alikuwa analala juu, mwenzake analala chini. Akamwambia ndugu yangu, siku hizi unafanya wapi kazi? Yule mamangu yeye ni daktari Munduli. Akamwambia mimi siku hizi ni daktari, lakini nataka kwenda kusomea gain kwa kina mama, najiendeleza. Kwa hiyo niko kwenye process. Akamwambia isiye hongera sana. Mimi nipo tu. Hivi nikuulize ndugu yangu, ulivyokuwa nalala juu yangu ulikuwa umeokoka? Hukuwahi kuniambia hata siku moja kwamba Yesu anaweza? Ungeniliambia kipindi kile hata nikaokoka. Hivi ningalikuwa hivi kweli? Kweli. Alimlaumu sana. Akamwambia ulikuwa umeokoka kwa kumbatia ule wokovu mwenyewe. Leo unakuja kwenye kongamano la kina mama, una gari zuri, una profession, uko vizuri, na watoto wako vizuri. Akamwambia ule mama alisikitika, ule dada mama alisikitika sana. Na alikuwa ni kiongozi, alisikitika sana. Akasema Mungu umeniambia habari za Mungu kuanzia siku ile. Leo na mimi nisingelikuwa hivi nilivyo. Nilijifunza kitu kimoja, kwamba Yesu anabadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba pamoja na degree za dunia, lakini degree ya Yesu ni kiboko. Kwamba Yesu akiwa ndani ya mtu, hata kama ana elimu, anakuwa smart. Yule mama alikuwa smart, lakini alisikitika kwamba hana kazi. Na angelimjua Yesu mapema, asingelikuwa pale alipokuwa. Kwa hiyo nikuambia, usiwe mchoyo, hubiri Injili. Waambie watu habari njema. Jivunie Yesu uliye naye. Ukikaa ofisini jivunie, mimi nimeokoka na ninajivunia. Mama mchungaji aliwahi kuja ofisini kwangu, akafanya field pale Uraki. Nimeokoka na anafurahi kuitwa nimeokoka, na haunitishi. Hata ungekuwa na Mungu wako umekakaaje, hainisumbui. Nimeokoka na nina Mungu wangu na najivunia kuwa mwanamke wa Kikristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ujasiri huo, ni ujasiri ambao kina mama wengi wa Kikristo wameukosa ofisini. Wanaweza wakaja ndugu zetu wa mama mdogo, wamevaa, anakuambia usiniguse nausu, usifanye. Amekaa anajisikia. Na mimi na Yesu wangu kweli, na kaa vizuri ofisini. Sema nimeokoka na ninampenda Bwana na ninajivunia, na usiogope. Hata kama kuna vitu utavikosa ofisini, hata kama kuna vitu havitakaa vizuri ofisini. Mimi alipokuja mama mchungaji ofisini kwangu kufanya field, alisema hivi, Madam C,
Kwa hiyo hujapataga chochote? Mkamwambia mimi sijapataga chochote na nina amani nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Ninaye Mungu. Akaniambia sasa utapata. Na ndio mwaka wa kwanza nilianza kwenda kusimamia mitihani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikutie wivu kwamba wewe kama mwanamke wa Kikristo, kuanzia nyumbani, majirani wanaokuzunguka, unavyoamka mapema tu, unavyopangilia mambo ya nyumbani kwako, watoto wako walivyo wasafi, unavyoongea na watu, unavyo communicate. Usikae mtaani unaamka saa 3 au saa 2. Ukiamka una neti una kitambaa cha kichwani ndio kwanza bado. Yaani kulikucha saa nyingi lakini wewe ndio kumekucha. Tunasemaga mama wa Kikristo, hata kama uende amka 11, fanya ibada. Fanya kazi zako, utapumzika hata baadaye. Hata kama una kazi ya kufanya, oga vizuri, kaa hapo kwenye kochi, soma na Biblia yako, nayo ni kazi. Kuliko uzunguke mtaani, utaepuka mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi yangu ya pili tusema kuhubiri Injili. Tutahubiri kutokana na tulivyo, mienendo yetu, mavazi yetu, namna tunavyoongea, namna tulivyo na furaha ya wokovu. Wanaotuona waseme ila walokole jamani wana raha, ila hao watu wana neema, ila hao watu wanamfurahia Bwana. Yaani mtu akikuona aseme, sio mtu akuulize hivi nikiokoka ndo nitakuwa kama huyu au. Wakati nimeokoka nikiwa chuo, niko mwaka wa kwanza, tulikuwa na rafiki zetu ambao walikuwa Loleza, mimi nilikuwa Loleza, lakini kwa rafiki zangu walikuwa Kilakala. Tulichokuwa tumekusudia, tutaokoka lakini hatutakuwa kama dada zetu tuliowaacha. Kwamba mtu akikutana naye anaanza kukupa pole, anakuonea huruma. Anasema, "Are you born again?" Umeokoka? Yaani anakuogopa, yaani ile vaa tu. Labda umevaa kijani, umevaa blue, walikuwa wanaonekana tu ukivaa kijani, ukivaa blue, ukivaa hivi yani basi. Tukasema hapana. Sasa nikakutana na mama mmoja, tumetoka lecture, nikamwambia naenda fellowship. Akanambia, "Wewe dada umeokoka? Wewe mtoto umeokoka? Nini kilifanya uokoke?" Nikamwambia, "Mimi nimeokoka tu, nampenda Bwana." Akanambia, "Sio kwamba ulipata matatizo mengi au umepita mahali fulani au ulishamaliza dunia?" Nikamwambia hapana. Tumeokoka kwa sababu tunampenda Mungu. Tunajua alikotutoa. Hatutatembea kwa shida wala kinyonge. Mtu asikutane na mlokole akasema, kama ulokole ndio huu unakuwa mgumu namna hii." Mtu anasikia kukimbia. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wanawake tutahubiri Injili kuanzia mavazi. Mtu akivaa usikae ukasema, "Huyu amevaa ovyo, basi ili niendane naye lazima na mimi jivunie. Mimi nimeokoka jamani. Nitakuja kwenye labda kwenye out nimevaa nguo yangu ya heshima na ninajivunia na haunisumbui." Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wanawake wa Kikristo tujivunie Yesu tuliye naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kauli yangu ya pili nilisema kutegemeza kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kutegemeza kanisa. Usifikiri kwamba ukiacha kumtumikia Mungu huku ndio mambo yako nyumbani yataenda. Kama mwanamke, ili mambo yako yaende vizuri, yaani mimi nakupa tu shuhuda wangu, ili mambo yako yaende vizuri kule nyumbani, chakula kiwepo, watoto wakae vizuri na kuwe na utulivu na mambo yako yapangilike, ni lazima pia ya Mungu yaende. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Mungu wetu naye anaangaliaga za kwake. Wakati unamwambia Mungu nisaidie, Mungu mkumbuke huyu baba, Mungu mume wangu anipende, familia ikae vizuri, wewe unatumika? Kazi ya Mungu inaenda? Au umekaa nyumbani huku hamna wakudeki, huku hamna kazi ya Mungu haiendi? Kazi ya Mungu ikienda na vya kwako vinaenda kwa wepesi. Bwana Yesu asifiwe sana. Usichelewe ibadani. Kuna vitu, tuanze point ya kwanza kwenye kutegemeza kanisa. Kwenye kutegemeza kanisa ni pamoja na mienendo yetu kama wanawake. Mwanamke akienenda vizuri ndani ya kanisa, kanisa linakaa vizuri. Hapa mama mmoja akiamua kusengenya vizuri, hapa hatuna watu. Wote tunaweza tukakimbia. Nilimsikia mtumishi mmoja akiwa anasema, akasema wanaoanzisha mtumishi huyu wa Mungu ni wachawi. Anaweza akaanzisha tu mtumishi wa Mungu, lakini bendera peperusha upepo, atakayepeleka zile habari zienee katikati ya wapendwa wenzake mpaka wapendwa wakimbie, ni mwanamke wa Kikristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Atasema nimesikia. Kumbuka amesikia kwa mpagani, haji kanisani, hamchi Mungu,
wala hamtaki Bwana na nguvu zake, lakini atakuja kutuambia sisi, hivi nimesikia, umesikia eti yule mtumishi, nimesikia anaga Mungu tena na watu wamekuta kuku pale kwake usiku amechinja, alikuwa anafanya vitu. Kwisha. Alianzisha ni mchawi, lakini bendera peperusha upepo ni sisi wakina mama au ni sisi walokole tuliokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jitunze nafsi yako. Jitunze shetani asikutumie kwenye kuongea. Jitunze shetani asikutumie hata kidogo. Alafu hapo nisisitize kidogo, usisengenye hata na mume wako. Unajua kwa nini baba wengi wapo kanisani? Unajua kwa nini baba wengi wapo kanisani? Sisi tumeondoa na midomo yetu. Umesengenya naye. Umesikia habari kwa Madam Sia, sio za kweli. Madam Sia kaziokota mtaani. Unaenda unaambia mume wako, hivi unajua pale kanisani sasa hivi hiki hakiendi. Hivi unajua? Wakati unaongea kumbe unateua tu. Mwanamke anaongea maneno mengi na lazima yatimilize labda kabla ya kulala. Kwa hiyo kuna saa hata asipoongea na mume wake ataongea na mtoto. Mtoto lala. Hata ataenda huko akiwa anaongea. Sasa ukiwa unaongea utajikuta umemfukuza baba kanisani. Ndio unaweza kukuta wanaume wengi wamekuja kanisani. Ulikuja naye lakini ameondoka, hayupo kanisani. Unajua kwa sababu gani? Maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ambayo angalau mwambie hasa ya kanisani. Unajua mtu anafikiria kwamba nikisengenya na mume wangu si dhambi. Unakosea. Anania na Safira. Usilisengenye kanisa hata na mumeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Usimseme mchungaji na watu hata na mume wako. Wewe unaweza kubaki hapa kanisani lakini ulishamuondoa mume wako kwa ajili ya maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Makanisa mengi pia yameshindwa kustahimili sana, hasa kukiwa na vuguvugu la maneno. Alafu hiyo roho inakuaga mfumo, yani inatafutaga mfumo wake. Unaweza kuingia kanisani umeokoka vizuri, unampenda Bwana. Leo umeokoka leo. Kwa kuwa kiroho cha umbewe kinaishi hapa, kinaishi pale, utashangaa wanatafutana. Tunasema ile ni network. Yaani unashangaa mtafuta yule ambaye anaweza kasengenya naye. Yule unashosha. Huyu mama amekuja ni mgeni, lakini mbona fulani ndio rafiki yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili uingie nyumbani mwa Bwana ufurahi, ili ukae nyumbani mwa Bwana vizuri, maneno yale achana nayo. Na hiyo itaponya sana roho yako. Kwa sababu kumbuka hapa unakuja kutafuta nguvu za Mungu ili ukapambane mtaani. Sasa ukaje kanisani ukaongea, kule mtaani utafanyeje? Nguvu za Mungu zitapatikana wapi? Za kukulinda. Maofisini watu wanalindwa na vitu vingi. Mtaani watu wanalindwa na vitu vingi. Fanya sehemu hii kuwa sehemu ya nyumba ya ibada. Sio sehemu ya urafiki. Sio sehemu ya kusengenya. Sio sehemu ya kumchambua mtu. Ni sehemu yangu na moyo wangu. Mahali hazina mtu ilipo ndipo moyo wake ulipo. Mahali ambapo natoa sadaka zangu, mahali ambapo nataka refreshment ya roho, ili ninaporudi mtaani nikapambane, nikichoka nije kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukubaliane wa mama, hatutasengenya wala hatutaisema nyumba ya Bwana. Ipige makofi na vigelegele hapo kama unanipenda. Amina. Na hatua kubwa, yani mtu anasemaga mume wangu ndo naweza nikamwambia kila kitu. Hata mimi mtu hapo naweza nikamwambia kila kitu ni mume wangu. Lakini kwa habari ya masengenyo na machafuko ndani ya kanisa, ukimwambia vizuri, wewe una uhakika utabaki. Lakini yeye atafanyeje? Utashangaa amerudi nyuma. Wewe mwambie habari njema za kanisa. Mwambie tunasonga mbele kanisani. Mhubiri mwambie tunasonga mbele. Ibada ni nzuri. Wakina mama tumejua na nguvu. Hakuna ubaya. Usiokote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tusonge mbele wote. Mimi hiyo nilipata ni baada ya kuona kwamba makanisa mengi sisi tuliokoka mara nyingi tuko kanisani. Na urafiki wetu ni hapa kanisani. Na tunakaa muda mwingi labda kanisani. Kwa hiyo inampa mwanamke kuliongelea kanisa. Usiliongelee kanisa. Na wangapi wanasema hapo na mimi nimepona. Na mimi nilikuwa kama na mimi nimepona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunasema usichelewe ibadani. Tukisema usichelewe ibadani, niko kwenye kutegemeza kanisa. Usichelewe ibadani. Kama mwanamke ukiweza kuwa ibadani, basi utawaisha na familia, utamwaisha mume, utamwaisha na watoto. Maana wewe kule nyumbani ndio waziri mkuu. Kwa hiyo utahamasisha watu wote watawai. Ukisoma Waefeso 5:15 inasemaje? Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zama hizi ni za uovu. Hiyo ni Waefeso 5:15. Kwamba kama mwanamke uliokoka lazima uenende ukiwa unaukomboa wakati.
Pia hapo kwenye kutegemeza kanisa, usishiriki makundi mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Usishiriki kundi lolote baya. Usiwe timu hii wala timu hii. Mimi nilipozaliwa, sisi ni Walutheri. Kuna kitu kimoja nilikiona nikasema kwa hiki nimejifunza. Babu yangu mimi alikuwa mwinjilisti, lakini kulikuwepo na wazee wa kanisa, kulikuwepo na mchungaji. Yule mchungaji alipokuja kule kijini kwetu Marangu Moshi, akakuta kuna makundi ya kina mama, kuna nini, akaanzisha makundi ya kina mama, kaanzisha ni wote wakawa wana hela zao kwenye vikundi. Akija kwenye kikundi cha anachukua hela, akija kwenye kikundi cha anachukua hela, akija kwenye kikundi cha anachukua hela. Ikafika mahali mahesabu ya kanisa hayakubalance. Yule mchungaji akasimama madhabahuni hivi kuhubiri. Mimi kipindi hicho nasoma mafundisho. Wazee wale wakali wakamwambia, "Vua hiyo joho, shuka. Njoo huko ongea na sisi kama wanaume. Hela zetu ziko wapi?" Wale wote waliomnyoshia ule mzee mkono, yule baba akiwa madhabahuni, waliomnyoshia mkono. Baada ya muda mmoja alipata ajali. Mwingine watoto wake wakawa wamechoka sana, akawa Moshi ukiwa na watoto ambao hawana uwezo na hawana nguvu kipindi cha Krismasi, basi wewe unakuwa ni mnyonge sana. Kwa hiyo wale watoto wake walikuwa na nguvu, wakaishia kutokuwa na nguvu. Moshi unaweza ukajua kwamba ikifika Krismasi mzee anataka watoto wake wote waje na magari, apande gari aende ibadani, akimaliza atoe sadaka ya shukrani, alafu amuite na mchungaji akabandike ile mikono ile magari, alafu ajione yeye ndio mzee. Ule mzee alikuwa na watoto wa namna ile, lakini wote hawakuwa tena vile. Lakini wale watu waliopata ajali pia niliangalia, nikasema kweli usimnyoshie mpaka mafuta mikono au vidole. Aliyemuita si yupo? Bwana Yesu asifiwe sana. Aliyemuita yupo. Usipambane na madhabahu. Ukitaka maisha yako yaende, wewe madhabahu usipambane nayo. Achana nayo kabisa. Sijui umemsema mchungaji, sijui umemsema mchungaji, sijui umekosoa hiki. Umekuja kuabudu. Wewe abudu tu Mungu. Mengine mwachie Mungu. Mungu analijua kanisa lake na anajua namna ya kulizaa na kulifinyanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anaweza katokea kikundi, ukatengeneza kundi ndani ya kundi. Yaani wewe upo lakini unaka kikundi kako. Kazi ya kikundi kusema wengine, kusema kicho. Yaani wewe ni kukosoa tu au tii moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu jitie nguvu katika Bwana. Sema mimi nitakuja ibadani kuabudu, nitakuja ibadani kuatia moyo wengine, nitakuja ibadani kuinua waliovunjika moyo, na tutasonga mbele wote, tutamwona Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ukiwa ibadani usiwe muongo. Ili ukae vizuri na nyumba ya Mungu usiwe muongo. Tukisoma ile Mithali 6:16 hadi 17. Mungu anachukia vitu kadhaa na mojawapo ni ulimi wa uongo. Mithali 6:16 hadi 17. Mungu anachukia vitu kadhaa na mojawapo ni ulimi wa uongo. Mithali 12:22. Midomo ya uongo ni chukizo kwa Bwana, bali watendao kweli ndio furaha yake. Mithali 12:22. Midomo ya uongo ni chukizo kwa Bwana, bali watendao kweli ndio furaha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nampenda, yaani mtu ambaye anaweza kujilinda na chachu, mtu anaweza kujilinda na kundi la uharibifu. Huyo ndio mtu ambaye Mungu anampenda. Hana mambo mengi. Ukiinua mikono yako mbele ya Bwana, Mungu anakusikia. Pata picha ukiwa umesagura mambo yote kwenye kanisa unayajua. Unakuwa huna furaha ya wokovu ndani. Lakini mimi nimeingia sijui chochote. Mtajuana wenyewe huko. Mimi nanyanyua mikono yangu mbele za Bwana, na muabudu Mungu, na muona Mungu, naenda nyumbani, narudi kufanya kazi za Bwana kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hebu jifunze kulinda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Linda moyo wako mtu asikuingizie chachu. Linda moyo wako mtu asisengenye, na ukikana mtu kaona leo amesengenya, ukaona kesho amesengenya, wewe jitenge naye. Jua huyu anataka nidumae. Niwe ni kile kitoto kinachokunywa maziwa tarehe 1 mpaka tarehe 1. Utakuwa. Paulo akasema nisije nikawa ni kibao cha kuelekeza watu nenda huko. Lakini mimi nabaki hapa nanyeshewa. Niko hapa tu, nenda huku. Kibao kinaondokaga mahali, nenda huku. Lakini pia niliwahi kukutana na mchungaji mmoja akanishuhudia, akaniambia unajua hao watu pia kanisani wakosekanaje. Kwamba yeye yupo tu kazi yake. Aliyekuja
Mtu unaweza kuingia kanisani ukapewa historia hata kabla ya kanisa kuwepo. Unajua kanisa lilikuwa 1 2 3. Usikubali kuwa mtu huyo. Unajua mwaka jana ilitokea 1 2 3. Muumini ni mpya. Mtu ni mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mgeni, ukiona mama mpya amekuja, mpokee vizuri. Mpe habari njema. Mwambie sisi tunampenda Bwana. Tunamcha Mungu katika roho na kweli. Tunasonga mbele. Tunaukulia wokovu. Usianze kumwambia hivi unajua hapa watu walishaitengwa. Hivi unajua hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi nyingine ya kutegemeza kanisa, kushiriki kazi za kanisa. Matendo 9:39. Kushiriki kazi za kanisa. Ukisoma Matendo 9:39 anasema wajane wengi walikuwa wamemzunguka wakilia na kuonyesha mavazi ambayo Dorcas alikuwa amewashonea alipokuwa hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Dorcas unakumbuka kwamba Dorcas alikuwa anampenda Mungu sana. Kiasi kwamba alikuwa anahudumia wajane. Alikuwa amejaa na matendo mengi. Kiasi kwamba hata wale wajane wakamkatia rufaa. Wakasema jamani huyu hapana. Huyu arudi akatushonee nguo. Huyu arudi akafanya kazi 1 2 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulikuwa kuna mzee mmoja wa kanisa aliugua. Alipougua wamama tukasikia. Tukasema jamani wamama tunamkatia rufaa yule mzee. Kwa sababu kwanza ametusaidia kutuwekea kwenye kanisa, alituwekea mabati. Yaani alikuwa amefanya vitu vingi vingi. Tukasema mzee anampenda sana Mungu. Tukakumbuka utoaji wake. Tukakumbuka alivyokuwa anampenda Mungu. Hebu fikiria wewe leo hii ukiumwa au kapita jaribu fulani. Unacho cha kumkumbusha Bwana? Unacho cha kwenda nacho mbele za Mungu kama Hezekia? Hezekia akageuza uso wake akaangalia ukutani. Akamwambia Bwana kumbuka. Uwe ni mwanamke ambaye unaweza kumwambia Mungu kumbuka. Hata kwenye hii sadaka tuliotoa kwa habari ya sherehe yetu ya WWK. Unatakiwa utoe sadaka ambayo ikifika mwanaambia Mungu kumbuka. Kumbuka Mungu. Kumbuka ile sadaka. Kumbuka kile kitu fulani. Ifike mahali ukipita wakati mgumu, hata mchungaji wako akisikia anasema ni nani huyo? Ni fulani. Hapana. Mungu huyo hapana. Huyu namkatia rufaa Mungu huyu hapana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kama ni fulani hapana. Mungu kwa nini? Yaani mchungaji anasema kwa nini? Anauliza mbingu kwa nini? Je, wewe ni mtoto huyo? Je, wewe ni mama huyo ambaye ukiguswa na kitu mtu anasema atajiuliza kwa nini fulani? Yaani ifike mahali hata sisi tukisema fulani tunamkatia rufaa. Tunasema hapana. Yaani kila mtu anasema hapana. Kwamba Mungu anauliza mbona amekatiwa rufaa huyu? Ana matendo mengi mema. Ni mtoaji. Ni mtu anayempenda Mungu. Ni mtu ambaye hata lala nyumbani kwake kwa furaha kazi ya Mungu ikiwa haiendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifikiri utakuwa salama sana kwamba mambo yako yataenda ofisini kutaenda ukiwa umchi Mungu. Mimi naamini hivi, kwa dunia tulionao sasa kila mtu ana kitu chake mahali anakitegemea. Au maofisini kila mtu ana kitu chake. Kwa hiyo hakikisha unajiimarisha ndani ya Mungu wako ili uweze kumiliki na kutawala mazingira uliopo. La sivyo utakuwa mtumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili uweze kumiliki na kutawala, Mungu wetu anaishi kwa kanuni. Ni Mungu wa sadaka. Ni Mungu anayependa kutolewa. Mungu anapenda kujua mtu ameniishia. Mtu ni wa kwangu kweli? Hata wewe mume wako asipokununulia vitu, asipokuletea tu unasema hanipendi. Mimi ninavyoona hapa mimi sipendwi. Mbona sijaliwi? Kwa nini hujali? Ulikuwa unataka kujali vipi wakati umekula, umekunywa na unataka zawadi yako special. Bwana Yesu asifiwe sana. Unataka kuletea wewe special. Ndivyo Mungu wetu alivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka kuona moyo wa mtoto. Je, una mahusiano na yeye? Ambapo kitu kikikugusa au ukipita wakati mgumu, una kitu cha kwenda nacho, umemwambia Mungu hapa inakuaje? Hapa nafanyeje? Usiende mbele za Mungu kama mgeni. Tarehe 1 mpaka tarehe 20 huko mwenyewe. Ukiguswa ndio unaenda kwa Mungu, unabisha hodi. Mungu anasema nani huyo? Amekuja anataka nini? Na ametokea wapi? Unakuja kwa Mungu kama mgeni. Lakini ukiwa ni mwenyeji wa mbingu, ukiwa umezoeleka mbinguni,
Ukiwa umezoeleka yani umezoeleka, ukifika unasema amekutwa na changamoto gani? 1 2 3, hiyo imeisha, na unaenda kwa ujasiri, unamwambia Mungu hapa hapana. Una ujasiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukimtumikia Mungu kanisani unakuwa na ujasiri. Kanisa inakuwa ni sehemu yako, yaani nyumba ya Mungu inakuwa ni sehemu yako, ni sehemu ya kufurahi. Alafu ukiwa hutoi mbele za Mungu, haumtumikii Mungu hata kwa kipato chako, ile kanisa halikuumi. Lakini mahali ulikotoa, mahali unakowekeza nguvu zako, tukikuta Jumatano ukikuta unafanya hichi, yaani kazi za Mungu zinakuuma, ile kanisa unalipenda na linakuuma, unataka kuona linasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ushiriki kazi za kanisa, tena kwa moyo wa kupenda, ukijua ni ulinzi wako, ukijua hii ndiyo ulinzi wangu kwenye mazingira nilionayo. Mtie mchungaji moyo kwenye kazi ya Mungu. Hiyo ni pointi nyingine ambayo iko kwenye kutegemeza kanisa. Mtie mchungaji moyo anapokuwa anaifanya kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu pia sio rahisi. Unaweza kuiona tu kwa nje hivi ukasikia inaenda, sio rahisi kama unavyofikiri. Kwa hiyo mtie moyo. Inapigwa vita mwilini na rohoni, rohoni zaidi na mwilini zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kiasi kwamba kuna saa ukiona hata watoto wa wachungaji waombe tu, ukiona watoto wa wazee waombe tu. Shetani anajaribu kupita hata hapo ili awadhalilishe tu, ili waone kama anaye Mungu kweli huyu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtie moyo. Ile Luka 8:1-3. Na Yohana mke wa Kuza, wakili wa Herode, Suzana na wengine wengi walihudumu kwa mali zao. Na Yohana mke wa Kuza, wakili wa Herode, Suzana na wengine wengi walihudumu kwa mali zao. Wako wanawake kwenye Biblia wengi sana waliohudumu kwa mali zao kwenye nyumba ya nani? Ya Mungu, na kwa kumtia mchungaji moyo. Shiriki michango ya kanisa. Unapocheza na kazi ya Mungu, na wewe ya kwako haipo salama. Usichukulie poa, yani kazi ya Mungu usichukulie hivyo hivyo tu. Michango labda unaahidi hutoi, unafanya hivi, unachukulia simple, sio nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia hata ule mwanamke Mshunami, alikuwa ni mwanamke mwenye cheo. Na sisi kama tutamtumikia Mungu kama wanawake vizuri, tutakuwa wanawake wenye vyeo, tutakuwa wanawake wenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia wakati ule, hata wakati wa Yesu, wanawake walitembea na Yesu. Hawakutembea naye wakiwa hawana kitu, walitembea naye wakiwa na kitu, nao wakamhudumia. Kwa hiyo na wewe jitie nguvu, utumike na mali zako kwenye nyumba ya nani? Ya Mungu. Hapo kwenye kumtia moyo mchungaji pia ni pamoja na kutegemeza. Tuangalie pointi ya 3, kutegemeza nyumba ya mchungaji au kutumika na mchungaji. Ni tuangalie hapo, kuna Malaki 1:4, 1:12. Lakini mtu mmoja anisomee Marko 14:3-9 ili nisimamie hapo. Mtu mmoja anisomee Marko. Mtu mmoja anisomee Marko 3:14. Hicho kipengele ni kwenye kutegemeza nyumba ya mchungaji. Marko 14:3-9. Akakivunja kibweta, akaimiminia kichwani pake. Palikuwa na watu waliochukizwa katika nafsi zao wakisema, kwani kupoteza marhamu namna hii? Maana marhamu hii ingeliweza kuuzwa kwa dinari 300 na kuzidi, wapewe maskini.
wakamnung'unikia sana yule mwanamke. Yesu akasema, mwacheni, mbona mnamtaabisha? Ameitenda kazi njema. Maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi, na kila mpendapo mwaweza kuwatendea mema, lakini mimi hamna siku zote. Ametenda alivyoweza, ametangulia kuupa mwili wa Mungu marhamu kwa ajili ya maziko. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia hapo unakutana na yule mama alikuwa na kibwete cha marhamu, akaenda akampaka Yesu. Wenye roho mbaya wakasema, mbona yanatumika vibaya? Yangaliuzwa tungelipata fedha nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa uko kwenye nyumba ya Mungu, penda kumtumikia Mungu kwa viwango vizuri, na roho mbaya isije kuingia kama ile ya Yuda. Ukiona huyu hapa anasema huyu alikuwa anawaza hivi, unajua ni roho mbaya imemuingia. Hampendi Mungu kwa viwango vinavyotakiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaweza mkatusema sisi, mkasema makanisa Kilokole labda wana michango sana, lakini umewahi kwenda Katoliki au Lutheran au Katoliki tu kuangalia ile mimbari? Ile mimbari imejaa dhahabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umewahi kwenda kwenye nyumba zao? Ni nzuri. Umewahi kuangalia magari wanaoendesha labda wachungaji wa KKT? Ni yale yenye mafuta mengi mazuri, tena yanatoka nje, yale makruza, wanataka kama makruza fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini utasikia kanisani tukichangisha mchango mdogo labda Bwana Yesu asifiwe. Umtumikie Mungu kwa moyo wa kupenda na kwa kutoa. Vitu vizuri viko nyumbani mwa Bwana. Tunasema dhahabu nzuri za enzi hizo kwa zinapatikana madhabahuni. Vitu vizuri. Ukiangalia vazi alilokuwa ameshonewa Haruni kwenye Agano la Kale, lilivyopambwa kwa vitu vya thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia mwanapunda aliopanda Kristo enzi zile, Kristo angalikuwa duniani leo, angalitumia the best car, the best jet, yani vile vitu the best. Kama ilivyokuwa, ukiangalia vazi la Yesu analipigia kura, lilikuwa halijashonwa hata kwa namna hiyo ambayo mnavyofikiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikufundishe kwamba vitu vizuri viko kwa Mungu. Kwa mfano ukiangalia hata Marekani tunaita super power. Ni super power kwa sababu gani? Kwa sababu wana vitu vizuri, lakini kwa sababu walianza kwa Bwana. Walianza na Bwana, wakasema in God we trust. Wakatembea na Mungu kwa muda mrefu. Mungu akawafanya kama walivyo. Hapa katikati kama wamemwacha Bwana sasa ni wao, lakini wakati ule walitembea na Mungu kwa umissionari, kwa utoaji, kwa vitu vizuri, kwa mavazi mazuri na kila kitu, ni Mungu amewapa. Kwa Mungu wetu ni Mungu wa vitu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo vitu vizuri viwepo kanisani. Kama wakina mama, kitu kizuri unakileta kanisani. Usilete kitu kinyonge. Vitu vizuri. Maana Mungu wetu naye anapendezwa na vitu vizuri. Kama ukisoma kule kwenye Agano la Kale unaona Daudi alikusanya dhahabu nyingi kwa ajili ya nyumba ya Bwana, kwa ajili ya makuhani. Kwa hiyo na wewe toa kwa moyo, ukijua kwamba vitu vizuri viko nyumbani mwa Bwana. Wewe unaonaje kukutana na mchungaji wako kachoka kweli? Anakuangalia hivi. Yaani hata kumtambulisha utaki. Au unaonaje kukutana na mtu sasa, huyu ni mchungaji wangu, unajua kabisa huyu bwana anampenda Bwana. Na matokeo ya Mungu kwake yanaonekana. Unaonaje mchungaji akakuhubiria Mungu anaweza alafu yeye amechoka? Hali yenu itakuwaje? Inakuwa mbaya zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo vitu vizuri viko ndani ya nyumba ya Bwana. Na wewe mtolee Mungu kitu kizuri. Tumika na Mungu vile vitu vyako vizuri. Mama mchungaji mmoja anapenda kusema vitu vizuri kula na Mungu. Yaani vile vitu vizuri share na Mungu. Tumia na Mungu ili hata siku vikiguswa tu una mahali pa kumuuliza Mungu. Unapia Mungu, vipi? Imekuwaje? Mimi ni mtu mwenye agano na wewe, vitu vyangu ni vya kwako, mali zangu ni za kwako. Unajua mimi si mchoyo. Natumika na wewe Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ingia ya mwisho nasema, tulisema wanawake tumejipanga kuhubiri Injili, kutegemeza kanisa, kutegemeza nyumba ya mchungaji na kufanya kazi kwa bidii. Haya yote hatawezekana usipojitia nguvu. Sawa sawa na Mithali 31 mstari wa 13. Kufanya kazi kwa bidii.
Hebu tusome Methali 31. Methali 31. Tuanzie mstari wa 10 mpaka wa 13. Mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mumeo humwamini, wala hata kosa kupata mapato. Humtendea mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. Hutafuta sufu na kitani, hufanya kazi yake ya mikono kwa moyo. Afanana na merikebu za biashara, huleta chakula chake kutoka mbali. Tena huamka kabla haujaisha usiku, huwapa watu wa nyumbani mwake chakula, na wajakazi wake sehemu zao. Huangalia shamba akalinunua, kwa mapato ya mikono yake hupanda zabibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona, mwanamke wa kibiblia ni yupi atakayesifiwa? Ni yule anayefanya kazi kwa moyo. Ukiwa ni mwanamke ambaye huna kipato, utalalamika tokea tarehe 1 mpaka tarehe 1. Maana nikuambie tu ukweli, zamani ilikuwa hatuna mambo mengi. Ilikuwa hamna kusomesha, ilikuwa hamna shule nzuri, ilikuwa hamna kupanga na kulipa kodi, ilikuwa hamna sijui kununua maji, kununua umeme, kununua unga, ilikuwa hakuna. Kwa wanaume walikuwa na mzigo mdogo, akishajenga tu nyumba yake, analima mazao yake, ana ng'ombe wake, anafuga na nini. Lakini maisha sasa yamebadilika. Kwa hiyo ukitegemea mkono huu, sema mkono huu mmoja, hatutaenda. Utakuwa mama mwenye hasira, mama unayekasirika, mama inayoona upati mahitaji yako. Lakini nikwambie ukweli, hajaumbwa mtu duniani kukutumikia wewe mwanzo mwisho, yani kwamba kila kitu ni ngumu. Kwa hiyo kwa kuwa Mungu amekuumba na akili na ufahamu, fanya kazi tena kwa moyo. Fanya kazi tena, fanya kazi hasu, ili usiwe mhitaji, ili usiwe na moyo ulioinama. Ukiambiwa toa 2000 unakasirika kabisa. Sio kwamba unakasirika, ni kwa sababu huna. Na kwa nini huna? Umeacha kufanya kazi. Utawatesa watoto wako na njaa. Watoto wako watakuwa ni watoto ambao hawaeleweki sana. Utashangaa ndala imeisha, inamsubiri baba. Lakini ile kaptulo imechanika, ilikuwa inakupeleka fundi kwa buku, inamsubiri baba. Lakini chumvi imeisha, hatutaweza kupika, tunasubiri mpaka baba aje, ameenda kibaruani. Ungalikuwa unafanya kazi, ungalijitia nguvu, ukajikusanya, hajaja watoto wako watakuwa wamekula. Uzuri wa mwanamke anayefanya kazi ni hivi: baba, nguo za watoto zimeisha, nitanunua. Ile hela sasa hivi mahitaji ni mengi, kesho utaona amekuja nazo amenunua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kesho utaona amejikusanya kusanya, amefanyaje? Amenunua. Bwana Yesu asifiwe. Hebu jikusanye, hebu fanya kazi, jitie nguvu. Ulilala nyumbani, sema imetosha. Toka barabarani, tembea, tafuta biashara. Hata mpika chapati nzuri, yaani ukifanya kitoko kifanye kwa viwango. Mimi naamini wanaofanya vitu vizuri, watu wenye akili, ni wanawake wa kilokole. Siku moja tuenda kwenye sherehe, wale watu wako, ile sherehe imechelewa sana, ielewaki, imeanza imeisha. Wakasema ila walokole hawanaga akili. Hivi ndio wanafanya sherehe. Nikamwambia wao sio walokole, kweli wako walokole. Kaambia walokole wana akili nzuri, hatufanyagi kitu cha kitoto. Sisi ni, nikamwambia mimi ni mlokole, yao sio walokole. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo amini kama mwanamke wa Kikristo, jitie nguvu, fanya kazi. Hata kama kuna mama ambao hawajaajiriwa kabisa, lakini yuko pale sokoni anauza magunia yake 2 matatu ya viazi, au ameenda sokoni anafanya biashara ya dagaa. Dagaa tu kiuza gunia kwa siku, una almost faida ya 40,000. Ile gunia likiisha, wewe ni zaidi ya mtumishi. 40,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jitie nguvu, fanya kazi, alafu ithamini kazi yako. Sio kwa sababu hujaajiriwa, kwa sababu sisi tunaajiriwa tuna bana na mfumo, tutaamka mapema. Hata kama ni kazi yako mwenyewe, hata kama unalima mboga za matuta, zilime kwa ustadi. Nenda kwenye hoteli, tafuta tenda, waambie mimi na mboga zangu nzuri, nina hakika kuletea mboga tarehe 1 mpaka tarehe 1. Unapika chapati au unapika vitumbua, pika vingi, katafute oda kwenye mahoteli, waambie mimi nitawaletea oda yangu, vitumbua vangu ni smart on time. Sio umeleta leo kesho hujaja.
huthamini kazi. Mwingine anafungua biashara leo anasema, "Wai, hii biashara leo sijauza kabisa, leo sifungui. Nitafungua kesho." Mtoto kakae dukani. Biashara unayofanyia namna hiyo itakupa asante? Wekeza nguvu zako. Wekeza akili kule. Wekeza ufahamu wako kule. Fanya kazi ili inapokuja kwenye kumtolea Mungu uwe na kitu. Kwa mfano kwenye Biblia kuna ule mwanamke Mshunami, anatambulika kama mwanamke mwenye cheo. Alipoulizwa na Elia, "Unataka nini?" "Mimi nampenda sana." Aliongea hivi, "Mimi nakaa katikati ya watu wangu, sina upungufu wa chochote." Akasema, "Okay, ana shida gani? Hana mtoto." Umeona mwanamke aliye na nguvu ya uchumi anavyoongea? Bwana Yesu asifiwe sana. Nampendaga dada mmoja tulikuwa nao ofisini, amehamishwa sasa. Akanasema, wewe unasema unataka kufanya kazi, unasema umaskini nao ni maisha." Hapana. Wewe mama, fanya tu kazi ndugu yangu. Mimi ukipijwa mtaani, mume wako amekupija, unatembea mtaa mzima, "Naomba nauli niende kwetu. Naomba nauli. Jamani nimeishiwa. Naomba." Lakini ungekuwa na kazi yako, ungelikuwa na gari yako, ungeingia kwenye gari ufute machozi, kanyaga breki nyumbani au popote. Lakini sasa utapita mzaa mzima, you are crying. Nini? Nguvu ya uchumi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nguvu ya uchumi inaweza ikakudhalilisha, ikakufanya uko mnyonge. Kwa hiyo fanya kazi, jitie nguvu, fanya kazi. Ni mwajiriwa, tafuta na biashara, jiimarishe kiuchumi. Tukisema hapo wamama tunatoa, hutakimbia. Hutaona kanisa ni mzigo, maana hakuna kanisa ambaye haitoi. Yaani namna ya kumpenda Mungu ni kwa kutoa. Kristo yeye alimtoa mwanawe. Wewe mwenyewe mume wako ili akuoe alitoa mahari, alikununulia vitu vingi. Kwa Kristo ndio hivyo ni kutoa, na hakuna mwisho wa kutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutatoa mpaka tunaingia kaburi, tutamtolea Mungu mpaka tunaingia kaburi, maana ndio ibada. Ndio ibada. Mwaka huu wa mama tumetoa, na mwaka kesho tutatoa zaidi. Ndio ibada. Hakuna kusema kwamba yani ndio basi ndio michango. Unajua kwa sababu Mungu anasema ndio michango. Kweli umetoa, lakini umeenda kutafuta kazi, umeanzisha biashara, umeanzisha chochote. Fanya kazi ili hata ukizeeka usinyanyue simu ukasema naomba hela kitu fulani. Watu wako kupigia simu, umezeeka ni kabibi. Nasemaga jamani, nilikuwa kabibi, watu wangu usipige simu nikaomba hela, ili wapige simu waseme, "Mom, business yangu inaendelea vizuri. How are you?" Nimwambie, "Son, where do I support you?" Ni kusapoti wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Sio nimeamka sijui nitakula nini nianze kupigia watoto wangu mjini. Hapana, jiwekeze. Fanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulisema kauli mbiu zetu zilikuwa ni 4, na nimetembea kwenye hizo 4 vizuri. Ya mwisho ikiwa ni ukiondoka kimwona Madam Sia, sema nitafanya kazi. Ili kwa jinsi ambavyo umemtumikia Mungu kwenye sikukuu hii, iambie ile sadaka yako, nipe cha kufanya ili niwe ni mwanamke mwenye ujasiri, ili niwe ni mwanamke ambaye naweza kujitegemea, nisiwe mwanamke mnyonge na mdhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambaye hata mtoto wa kiume unapita mtaani hivi, yani wewe ulokole ni pamoja na kuwa na akili timamu. Kwa hiyo fanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu turudie ile kauli mbiu zetu ili tujue imeingia moyoni, na nitakuwa namalizia. Wanawake tumejipanga. Hebu tusimame. Amen. Wanawake kuhubiri Injili, kutegemeza kanisa, kutegemeza nyumba ya mchungaji na kufanya kazi kwa bidii. Hebu mshangilie Mungu. Amen. Basi nimshukuru Mungu, nimefikia mwisho. Nimshukuru Mungu alafu nikabidhi kipindi. Jehova, nina moyo wa shukrani. Asante kwa ajili ya mama hao kwamba wameelewa na wamejua nafasi zao ndani ya nyumba ya Mungu. Jehova, endelea kuwasemesha. Jehova, endelea kuongea na mwanamke mmoja mmoja. Wapake mafuta ya kupenda kufanya kazi nyumbani mwa Mungu, lakini kufanya kazi zao za mikono kupata kipato. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Asante Yesu kwa kuwa umwema. Sifa na heshima ni za kwako. Amen.